post. Ila bana, huyu aliotengeneza hii barua alifeli kitu kimoja. Of course alichofeli ni font. Yani font ni yale maandishi yale ya TFF. Headed paper, kila kitu ni cha TFF. Ukiwaambia watu headed paper wanaweza kawa wanajua wanaelewa pale juu pale Tanzania Football Federation, wakiweka kila kitu hapo, vitu vya msingi vyote wakavizingatia, wakaja wakafeli kwenye font. Yani mimi hata kabla sijaipitia ndani barua nikasema hii font sio ya TFF, kwa maana maandishi haya sio ya TFF ambayo anatumia kuyatumia. Lakini wakaandika hapa hivi kwamba yahusu kuvunjwa kwa bodi ya ligi na uteuzi wa bodi ya mpito. Wataalamu wa IT wamekaa mahali wakaandika yahusu kuvunjwa kwa bodi ya ligi na uteuzi wa bodi ya mpito. Kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya ligi kuu, wameanza na hiyo. Kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo pia inahusu kuahirishwa mchezo na usimamizi wa ligi, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefanya tathmini ya utendaji wa bodi ya ligi kuu na kubaini kwamba kuna mapungufu makubwa katika usimamizi wa uendeshaji wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Sasa hasa kushindwa kutafsiri vyema kanuni katika kuahirisha mchezo kati ya Yanga na Simba tarehe 8 Machi 2025 kumeonyesha udhaifu wa kiutendaji ambao haukubaliki katika kusimamia ligi yenye ushindani na hadhi kubwa. Kwa mamlaka niliyopewa kama rais wa TFF na kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa ligi, ninatangaza rasmi kuvunjwa kwa bodi ya ligi kuu kuanzia leo Juni 3, 2025 ili kuhakikisha ligi inaendelea kwa utaratibu mzuri wa kisheria. Bodi ya mpito imeteuliwa kusimamia ligi hadi pale utaratibu wa kisheria utakapokamilika. Wajumbe wakawekwa hapo. Na wakataja wajumbe wao bwana. Unasikia bwana Lusajo? Ndio. Usishangae na wewe umo huko. Mwenyekiti akatajwa hapo, katibu. Mwenyekiti wakamtaja mzee wetu Leo Digatenga bwana. Na hiyo jina la Leo Diga kwanza ndio utajua barua imekosea au wameitunga. Jina tu kwanza wamekosea la Leo Digatenga. Wamekosea jina la mzee wetu. Wameandika Leo Gadtenga. Yaani unaona tu wamekosea. Kosea tu jina la mzee wetu. Aliandika hana D2. Yaani hapo tu watu wakaanza kushtuka. Sema kuna watu waliondoka nayo wakajua tayari huko. Kwa akaandika hapa bwana Vigelegele vikasikika. Vigelegele vikaanza kusikika. Vigelegele vikasikika mjini. Kwa maana Tenga ndo mwenyekiti, Ramadhani Mwaduke bwana ndo katibu. Mwaduke. Zuberi Mkalaboko ndo msemaji. Alafu Amri Kiemba ndo mjumbe. Alafu Fatuma Chikawe wakamweka mjumbe, Tunu Hassan yeye wakamweka pia mjumbe. Alafu hapo chini wakasema bodi hii itakuwa na jukumu la kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu za TFF, huku pia ikizingatia maslahi ya klabu zote na wadau wa soka nchini. Tunatoa rai kwa wadau wote wa mpira miguu kwa kushirikiana na bodi ya mpito ili kuhakikisha ligi hii inarejea katika hali ya uwazi na ushindani. Alafu hapo chini ikawekwa saini ya Clifford Mario Ndimbo, afisa habari wa TFF. Baada hii taarifa ikaenea mitandaoni. Huku na huku nikauliza TFF, vipi? Wakasema wao hii taarifa walikuwa hawajaiona. Wakagafilika nao ghafla wakaichukua ile taarifa wakaposti kwenye peji yao, alafu wakapiga pale katikati fake taarifa za uongo na mambo kama hayo. Kwa nini taarifa imekuja wakati huu? Ndiko tunakoanzia. Taarifa imekuja wakati huu kwa sababu mustakabali wa dabi bado hujafahamika. Kwamba dabi inachezwa tarehe imeshapangwa. Kule Simba anafanya mazoezi maandalizi yake, kule Yanga anafanya maandalizi yake. Japokuwa Yanga anasema anafanya maandalizi ya kuelekea tarehe 18. Yanga kiulizwa Tanzania Prison Mbeya. Yanga kiulizwa mechi zake ni 2 za ligi. Sasa hii watu wametengeneza ili kuwashtua na kuwapa alert bodi ya ligi na TFF kwamba watu wanataka yani wananchi wanataka bodi ya ligi watu wangatuke. Na ndio maana watu wameanza kutengeneza hizi sinali. Sasa wanaanza kushtua.
wanaanza kushtua. Kama ambavyo bodi ya ligi ilishtuliwa, unakumbuka kuna barua moja ilitengenezwa ikatambaa kwamba tarehe ya dabi imepangwa ni tarehe fulani. Kesho yake bodi ya ligi wakaja wakatangaza tarehe. Kwa hata hii inashtua, na taarifa ambazo ninazo za ndani bwana Lusajo na timu yako hapa ndani. Bana kuna moja wajumbe wa bodi ya ligi wameomba kung'atuka. Yeye binafsi tu ameomba kung'atuka. Ni taarifa za ndani kabisa hizi ambazo nazipata. Ni kwamba bwana George Mayawa yeye ni mjumbe wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya saa 72. Yeye ameandikia barua ya kujiuzuru na kukaa pembeni kwa sababu ambazo bodi haijaweka wazi. Kwa bana Mayawa yeye alishawahi pia kuhudumu kwenye kamati ya leseni za klabu ya TFF akiwa sehemu ya wajumbe wa awamu ya kwanza ya Rais Wallace Karia. Kwa hiyo bana tayari bana chuma hiki George Mayawa yeye ameona aanze kukaa pembeni mapema. Maji na mafuta vimeanza kujitenga. Maji na mafuta sasa vimeanza kujitenga. Ni taarifa hii kwamba yeye ameshawaandikia anataka kujiengua. Lakini naambiwa kuna kundi la watu pia wako hapo na wanataka kung'atuka. Hadi kufikia tarehe ngapi hivi, tarehe 7 tutakuwa tumeshaona mengi. Ina maana kwa yao wenyewe hao wameshindikizwa. Sasa Yanga na Simba ni madude makubwa kwenye nchi hii. Kwa maslahi mapana mpira. Yaani lazima ulinde maslahi mapana mpira, hasa kwa upande wa hizi timu Yanga, Simba. Unajua TFF, yani TFF na bodi ya ligi hazikuwepo kabla ya Yanga na Simba. Yanga na Simba zilianza kuzaliwa ndo TFF ikafuata. Yes, before TFF ilikuwa inaitwa FAT, chama cha mpira wa miguu. Kiongozi wa Mheshimiwa Mwidini Ndolanga. Asante Muhenga uko vizuri Muhenga. Unaona bana, kwa hiyo TFF wafahamu kwamba wao kabla ya Yanga na Simba wao hawakwepo. Mjumbe FIFA Mamri. Una kumbukumbu nzuri wewe? Kipindi hicho inaitwa lakini kumbuka hapo bana alikuwa bwana Ismail Ragi alikuwepo pale. Alikuwepo bwana baadaye kama Michael Richard Ombula. Ndio. Kwa wengi ndio akaja baadaye kubadilika tukaja kwa hii TFF akapokea kiti na Tenga. Kwa hiyo Yanga na Simba ni wakubwa kuliko TFF ndio nao Fati. Yanga walizaliwa muda mrefu ndo baadaye akaja sasa lazima ukubali kuelewa kwamba unapofanya mistake au makosa, unapoisijina kanuni ambayo mmeitengeneza wenyewe, Yanga na Simba huwezi kuwaondoa kwenye nchi hii. Yaani wewe utaondoka, Yanga utaiacha. Kwa hiyo ndio kuna sasa Yanga wanatumia ukubwa wao. Yanga ni madude. Kubwa mno. Ndio wanaanza sasa wale kamati wale mmoja taratibu. Wanatangaza wanatoka kinyemela. Wameanza kama huyu wa kwake tumezipata za ndani, yeye ashaandika bana mimi nataka niondoke hapa. Sasa huyu mimi nampongeza huyu. Huyu bwana Mayawa, bwana George Mayawa, mimi nampongeza. Na kinachofanya umpongeze kwa sababu yeye ameshagundua kwamba kuna makosa yapo aliyafanya na wanakumbatia makosa. Hataki kuwa kwenye pati ya hili balaa ambalo linaendelea kwa sasa. Hataki. Ameondoka kulinda heshima yake. Anaondoka kulinda heshima yake. Anafanya tu bora yaishe. Bwana George Mayawa ni mwadilifu. Mtu yote ambaye anakubali kunyanyua mikono juu hivi ni mwadilifu, kwa maana accountability. Lakini hicho ambacho David Pascal anakihisi kwamba huenda ndio sababu za kuondoka kwake, ndio hizo za kweli ama huenda kuna sababu nyingine ambazo zimemfanya yeye kujiengua? Kaka, ukiona mtu anaondoka timing yake na ukaangalia proximity, lakini pia ukaangalia na current, hakuna haja ya kuanza kuzunguka mbuyu. Lakini target ya wale jamaa wanasema sio huu. Target wanaanzaga wadogo. Lakini target yao si mzee wa Tanga. Mzee wa Tanga target yao wataki. Na bwana Kasongo. Yeye. Kwa hiyo bwana ni mwadilifu. Bwana George Mayawa ameamua yeye anataka kwanza ajiweke pembeni. Alafu wengine watafuata. Unajua ni moshi mweusi unafuka pale kwenye bodi ya ligi.
na TFF. Au kwenye hii nayo wapo wale upande huu na upande huu. Sasa bodi ya ligi na TFF, Simba na Yanga wamo pale. Okay. Simba na Yanga wamo. Tunaweza tukamtegemea kwa upande gani? Bwana Mayawa yeye ameamua kung'atuka. Kwa upande gani? Sasa Masilahi ya sasa usitaki kuniuliza yuko upande gani? Mguto hataki kuondoka. Amesema tumeshapanga tarehe, tuko kazini. Tunatusubiri. Wao sasa watacheza au ila mimi narudia tena kuambia Yanga na Simba ni madude